Marhaba mtazamaji, karibu tena. Shukrani kwa kuendelea kusalia nami kwenye taarifa hizi za yanayojiri, na kama nilivyokuarifu awali, tutakuwa tunaendelea na kuanzisha mazungumzo kwenye sehemu hii ya pili, tukiangazia maslahi ya watoto wa mitaani, na ni jambo ambalo limeibua mijadala kwenye mitandao ya kijamii kwenye siku za hivi majuzi, hususan baada ya taarifa kugonga vichwa vya habari kuhusiana na watoto 15 waliokuwa wanarandaranda mitaani kufanyiwa mazishi ya pamoja hapa jijini Nairobi, na visa hivyo kutajwa kutokea katika kipindi cha mwezi mmoja, na kukawa kuna wasiwasi kuhusiana na usalama wa watoto hawa kurandaranda mtaani, idadi ambayo inaonekana kuongezeka, na mikakati ambayo serikali imeweka ama hatua ambazo zimewekwa katika kuhakikisha kwamba wanakuwa na usalama wa kibinadamu kama haki yao ya kimsingi, wakiwa bado ni wananchi wa taifa la Kenya, na pia bado wana haki za watoto ambazo zipo kwenye katiba. Karibu kwenye mazungumzo haya, na nawahusisha wadau ambao wana historia ambayo itakuwa ina mchango mkubwa kwenye mazungumzo haya, wakiwa wote wawili ni miongoni mwa watu ambao wamewahi kuishi kwenye mitaa na kurandaranda mtaani, na watakuwa wanatueleza kwa ufupi ni vipi ambavyo walijipata katika mitaa na ni vipi ambavyo pia walipata kunusurika kutokana na mitaa hiyo, na ndiposa wakaamua kwamba basi watakuwa wanatumikia watoto hao na kupeana maisha yao na nguvu zao katika kuhakikisha wanapata usalama na utunzaji ambao wao wanajua walikosa kwa kipindi fulani. Na mhusisha Peter Ndiboi ambaye ni mwanzilishi wa shirika la Zero Street Child Foundation, na pia ni mtetezi wa maslahi ya watoto wanaorandana mtaani, akiwa yeye mwenyewe ana historia ya kuwepo kwenye mitaa, na pia namhusisha Kennedy Chindi Otieno almaarufu JJ kwenye mitaa, akiwa pia ni mmojawapo wa watu ambao ni wanaharakati wakuu katika kutetea maslahi ya watoto wanaorandana mtaani, na akiwa amefanya shughuli hiyo kwa miaka 25, na pia yana historia ya kuwa kwenye mitaa. Karibuni sana. Asante sana. Asante. Naam, labda nikianza na Kennedy kwa upande wangu wa kulia karibu na mimi. Historia yako, ulijipataje mitaani? Ulikuwa umri gani ulipoanza kugundua kwamba mimi naishi mitaani na sio mazingira labda ya kifamilia, na iwapo ulikuwa unakumbuka ulifika vipi hapo, na pia labda kwa ufupi baadaye tutakuwa tunajua ulitokaje hapo, lakini tuanze na ulivyojipata kwenye mitaa. Nilivyojipata kwenye mtaa ni miaka hapo nyuma. Familia yangu ilikuwa imetengana kiasi. Kutengana kiasi ilikuwa baada ya kifo ya baba. Sasa mama kabaki ndio mwenye breadwinning peke yake. Ikawezi angalia maslahi yetu si wote. Ikabidi pamoja na ile peer grouping, ikabidi ikanivuta nikaingia mtaani. Na kuingia mtaani tukaanza mambo ya kurandaranda. After kurandaranda mtaani, hapo hivyo ndio watu husema wana hitimu ama wana graduate. Inabidi tena mnaingilia mambo ya nini? Uhalifu na uuni. Na hapo baada ya kuingilia hapo nikapelekwa jela. Kutoka jela nikarudi, bado sikurekebika, nikazidi nayo tena. Mambo nyingine yakanikuta ambaye naweza sema hayo ndio alinibadilisha kabisa. Tulikuwa kwenye shughuli zetu za uuni, uhalifu hiyo. Tukajipata dakika ya mwisho tuko City Mortuary. Tukiwa 3, lakini wenzangu wawili hao walienda kabisa. Mimi ikawa Mungu akaninusura. Sasa kutoka hapo kuna organization ilikuwa inaitwa Reality Tested Youth Program, ambayo ilikuwa inaongozwa na jamaa mmoja anaitwa Calvin Bogwa, na pia walikuwa wanahusika na mambo ya Undugu Society of Kenya. Sasa hapo ndio nilivutiwa, nikaanza kurekebishwa. Baada ya kurekebika nikaanza pia mimi kufanya mambo ya community work ya kushughulikia maslahi ya watu wa kurandaranda mitaani. Tutakuwa tunarejea kwako kujua labda ni umri gani ulipoingia kwenye mitaa, mlikuwa watoto wangapi nyumbani, na labda kwa nini ulihisi wewe ulihitaji kwenda mtaani, labda ni kwa katika kusaidia kuweka familia pamoja, ama sababu zipi zilikusukuma huko, katika kuelewa tu ni yapi ambayo husukuma watoto wengine wanaopitia changamoto labda sawa na hizo. Peter, historia yako ni gani ya kuwa kijana ambaye ulijipata mitaani? Ulikuwa umri gani, na ni wapi ambapo ulianza kujitambua mimi niko kwenye mitaa, na labda sababu zipi zilikuwa zimekusukuma mitaani? Mimi issue yangu ilikujia tu bado na single mother. Mimi mpaka miaka yenyewe niko nao sijimfahamu babangu. So mimi na kuna sister yangu ambaye alifariki, ambayo tulikuwa na yeye.
So my mama alikuwa ni wale watu walikuwa pikanga ile chamdi ile ya drum, unachimba chini and then unafunikia. Nilikuwa umri wa miaka 5. My mama wako sasa ana shughuli na sisi. So my mama akakuwa ni ile akisha kunywa pombe zake, akipika pombe zake ana shughuli na sisi. Ikafika time sisi tunajabu hatuna vyakula, hatuna anything. So ikafika mimi nikaanza kuuza vijiko za mama, sufuria. Mama akakuja akanishika, akanifunga shingo, akaninyonga, akaniacha amenihang, akaondokea. Nikakaa nikakuja nikasaidiwa na jirani kwa zile nyumba sisi tulikuwa tunakaa sasa hapo Mathare. Haina different ukiwa nje. Ukiwa nje ni kama uko tu ndani. Ile tu ile iko na mabati juu lakini side ni normal tu. Ule mama akakuja akanisaidia kwa nitango Mama Anthony. Kanitoa pale, kanifungua zile kamba. Since that time sikurudi kwa hiyo nyumba ya mamangu tena. Nikakaa kwa mama siku 2, nikatoka hapo, nikaanza sasa kuingia kwa influence ya zile wale vijana sasa tulikuwa nao ambao ni wakubwa kuniliko. Na nikajipata nishaingia kwa street nikiwa 5 years. Na hapo nimekuja kupata na mamangu nikiwa mzima, nikiwa na familia kwa nyumba. Nikaenda nikakaa 14 years kwa street. Sasa kama unakumbukanga kikundi kwa itango T9 ambao venye umevalia hivi, tunakuja tunakutoa nguo, maybe tuko na kinyezi, siwe tunakwambia usipotupatia hizo nguo utakula ama tukupake. So unaona una option. Kama ni mwanaume tuamwacha na boxer, kama ni mwanamke tuamwacha na panty na bra. Na ukiwa bado kichwa bado tunakutoa zote. Na tutakutoa nguo hapa tuuze kwa mtu mwenye ako karibu hapo. So kama una pesa nyingine tutanunua pale. So life yangu iliendelea hapo na ikakuwa nothing ningeona ikiwa kubwa. Na life yangu ikakuwa sasa ni kwa drugs, sasa hiyo time tulikuwa tunatumianga petroli. Na glue nyingine ya kushika kwa mkono hivi inatoa mpaka ngozi. Katoka hapo sasa ni kuanza kufanya hizo mfufu huo. Mfufu huo ni ile unaingia, nowadays watu wanatumia magnet. Kuingia kwa mtaro kwa kuta zile misumari, unaenda unapimisha. Sasa hiyo tulikuwa tunaingia kwa mtaro, unakuwa na kiwaya. So kisha ingiza pale ukishitingisha hivi mchanga inatoka, kama ni kifuniko ya soda, misumari zinabaki kwa ile. Sisi tunaenda tunapima. Ukiwa na 10 bob uko sorted, because uko na chafua, uko na pesa ya kuingia movie, hauna need ya kushinda ukirudi kwa nyumba kwenye ulitoka. So ndakula, nilipe movie next zile za DJ, ni watch nilale hapo, asubuhi niamkie. Tukiwa 95 kuna huyu pastor alianza kuja kwa street anaitwa Bishop Nuthu. Akakuja sasa kwa anatuleteanga sconge, uji. Anakuja anatuambia kujeni kwa kanisa mkaoge. Sisi tunaingia kwa ile kanisa, tunaona pesa. Vio tunaiba hizi pampu za choo. Washirika wakiomba huko sisi tunakuwa hapo kupora mabag. Basi mpaka ikafika mahali akafukuzwa na washirika. Akarudishwa tena tukarudi. So tunafanya crime nje, tunajikuja tunajificha hapa kwake. But the guy haku-give up na sisi. Mahali tumefika na si mimi peke yangu. Kuna watu prominent wamepitia hapo tulikuwa nao. Na life tukaona kuenda Inda 4 years unarudi. Kakuja tukumaliza kifungo ya huko. Karudi tena kwa street. Mathare pale Maisa ilikuwa ni garbage. So nilikuwa nimejenga nyumba chini ya hiyo garbage. Tunafanya uhalifu hiyo Mathare, tunaenda tunajificha pale. Tukakuja tukafurushwa pale, tukaenda Dandora dam site. Katoka hapo tukakuja Grogon kwa ile roundabout pale, wale watu wakapitianga kwa tunnel huko chini. Na life ikakuwa hard. Na mambo ikakuwa ngumu. Cause unapata Kenya sasa uko na survive nayo ni what you have your time. Naam. Historia ambayo ni nzito kweli. Likirudi kwa Kennedy, historia yako ilikuwaje? Kwa sababu umeeleza kwamba kuna vitu ambavyo mlikuwa mmesukumwa kufanya kwa sababu yale mazingira mliokuwa, na mwisho ukajipata sehemu ambayo ilikupatia kama kuzinduka kule kubadilika. Ni labda kwa kueleza zaidi kwa undani, ulikuwa umri gani, na baada ya sasa kutaka kule kubadilika, ilikuwa rahisi kupata usaidizi ama ilikuwa kidogo kuna changamoto? Ilikuwa kuna changamoto kiasi. Kulikuwa na changamoto kiasi juu sasa mzazi ilifika sasa mahali
mama akaenda reserve. Sasa kwenda reserve tukabaki kivyetu huko. Sasa kubaki kivyetu huko sasa ni wewe na Mungu wako. Na kushikana na marafiki wengine, sikabidi sasa mwanze ile mambo ya nini ya mitaa. Sasa hapo ndio mitaa ikashika kabisa. Ikazidi. Wewe na ndugu zako wote mlisalia Nairobi mama akirudi walienda na mandugu zangu walienda. Tulikuwa watatu. Hao walienda naye, mimi nikabaki peke yangu. Ilikuwa ni hiari yako, haukulazimishwa kuondoka ama ilikuwaje paka ukasalia? Ilikuwa ni hiari yangu. Ndio mimi nataka kwenda tena, ni kama ni kujipotoza tena ama naenda kupata, sijazoea. Nimezaliwa Nairobi, nimeishi Nairobi. Sasa niko nakwenda huko tena naye ni kama kujisumbua. Na sasa hizo pia niko nimeshaanza kuingia ile miaka. Sasa hizo tayari niko na miaka 16, 17. Sasa unaona miaka tayari, miaka ingine ushaanza kuingia, ushaanza kujielewa kiasi. Sasa hapo naye nikiwa na miaka 18, bahati mbaya nikapelekwa jela. Nikakaa kutoka jela, bila kurekebika, sikurekebika. Nikarudi tena ile tu maasi yale. Ndio sasa ijanga hii ya kupatikana, kupigwa, pelekwa mochari. Kutoka mochari sasa ikabidi tushikane na Calvin wanichukue pamoja na shirika hilo la Undugu. Waanze kuni rehabilitate. Na kweli hapo ikawezekana kweli. Na hapo ndio nikaanza shughuli ya pia kushughulikia watoto wa mitaa. Na hapo nikapata maelimu zingine, mafunzo zingine mingi za utetezi wa haki. Nikawa sasa mimi si mtetezi wa haki ya vijana wa mtaa, utetezi haki ya wote. Juu paka hawa vijana wa mtaa wengi wao pia walikuwa wanadhulumiwa. Sasa ikiwa wakidhulumiwa, unajua sawa, wananchi wanawachukua ni kama si watu. Sasa ilikuwa pia mimi lazima niingilie hapo kati ili niweze kuwatetea. Kwa hivyo mafunzo nilipata mingi baadaye, sasa baada ya kurekebika kuhusu hiyo mambo ya utetezi. Na katiba pia nimesoma naielewa. Na sana mimi nguzo ile muaga nayo sana kwenye katiba ni chapter 4 ya Bill of Rights. Na sana article 43. Ulipotoka mitaani ulikuwa umeshawahi kuhudhuria shule ama ulitoka klasi ngapi ama darasa la ngapi? Darasa la 8 na ingine mingi nikasomea jela pia. Na Peter, wewe ilikuwa wakati gani ambapo ulijitoa kwenye mitaa ama uliamua sasa ilipofikia nahitaji kujiondoa, ama hatua ya kwanza inafaa kuwa yangu kutoka kwenye mitaa? Rehabilitation ya kwanza inakuwa ni mtu kujikubali. Kwa hata ukishinda ukipewa opportunity na mtu na utaki na wewe mwenyewe decide, inakuwa ni ngumu. Ndio mimi ni decide kuachana na mambo ya crime na kuachana hizi mihadarati. Tuliendanga hapa town bomb blast kuiba. My colleague akapigwa risasi kwa kichwa ikatoka, kaneka hii mark. So ilikuwa ni sign moja ilinifanyanga nikaona sasa kama huwa amenywas, next ni mimi. Nikatoka hapo tukakuja hapo kia Michael wakati vichinjio zinatengenezwa. Kuja na kichinjio moja tukaiba duka ya Muori hapo. Tena tukashikwa tukapigwa mob. Because I remember hii kisu iliingiziwa hii hapa na huo mtu wa duka. Kararua mkono hivi yote. Kasema huyu hata hakuna mambo mengi, ukirarua hii mshipa inamwaga damu akufia hapo. Na wakatoa nguo sasa wakatuchapa. So mimi na ile uchungu ya mkono nikachukua mchanga nikaeka na nikafunika. Kaenda nikachukua makapsule, sitaki kujua ni ugonjwa gani. Nikaeka nikafunga mkono, ilioza tu siku 2-3 hiyo usaha ikatoka. Na nikaendelea na maisha. Tena tukumalizanga hiyo. Tukarudi another one. Kwa mahali hapo kia Michael tu mahali ni mosque ilitengenezwa. Tukaiba another shop which tulifagia pesa yote iko stock ya hiyo duka. Mzee akatushika kwa itango Irongo. Tukachapo tukarudi tukaingizwa kwa shimo ya choo.
wakachukua stima, wakasema watupigie shoka hapo hivi sasa watuulie hapo ndani. Na kwa ile shimo tumewekwa chini ni mtaro. So mimi nikaswing na ile sewage, nikatokea kwa choo zingine. Sasa huko Valley Bridge kachomoka na mwenzangu akatokea huko. Kutoka hapo ndio nilicide mambo ya wizi tena, acha tu nirudi pale tunaambiango ile sponge na uji. Na life yangu nikaamua kuchange since that time. Sikuwa na time ya kwenda shule mimi. The only thing nimesomea kwa maisha yangu ni driving school. Hiyo ndio kitu nilienda shule. Na the same church. So after nishambia pasi mimi nataka kureform, akatutoa hapo akatupeleka Kitengela. Hiyo time Kitengela haijajengwa manyumba, ilikuwa ni wanyama. Tukajengea yangu kanyumba ka 14 by 14, nikaekwa fence ya stima, tukaekwa pale. So sisi tulikuwa tunaletea yangu chakula pale. Unakula unakaa. Pasi akaona tumekuwa patient, akatutoa hapo akatupeleka Murang'a kuchange weather na juu zile ma withdrawals zenye hizo madrugs tulikuwa tunatumia. Akatutoa hapo tena akatupeleka Kinangop mahali pana baridi zaidi. So nikitoka huko nikiwa Kinangop then sasa nikatoka tena hii story tulikuwa ya street, sasa nikaingia hii story ya mortgage. Nikaenda huko nikaenda mafunzo, nikapata another experience. Na hapo ndio nilikuja sana nikajua kuongea lugha ya mama vizuri, kwa sababu sikuwa najua kuongea lugha ya mama ya nyumbani. Na hapo nika make a decision na need ku change. Tukarudishwa tena Nairobi kwa the same church. Sasa tukawekwa kwa room moja, kila mtu aseme Kenya anataka. Mimi nikaambia pastor nipeleke mechanic. Kupeleka mechanic nienda nikapata aluminiums. Tena hizo ni pesa. Tukaanza kuiba tena ma engine za mwalimu tukienda kuuza. Nikafukuzwa. Pastor akaniambia sasa wewe mkono yako tena imeanza kuwa mrefu. Itabidi tutembee na wewe. Nikamwambia pasi mimi hapana, ule sasa ni ile kujitoa, si mimi tulifanya. Nikamwambia pasi kama amekataa kunifunza nilipieni driving. Huko driving hakuna Kenya ati mtasema niliiba. So pasi akaniambia ndio tuamini unataka kufanya hiyo kitu, tutakupatia kazi. Na kazi yenye sitakupatia ndio itakulipia driving. So kulikuwa na hizi tindo za kupasua kuni. Venye kuni inakuja ikiwa kubwa. Ukipasua kuni 2, tulikuwa tunahesabia kuni 2 sumni. So lazima ningepasua kuni enough za kufikisha pesa yangu ya kulipia driving. Na niliwork hard kwa sasa niliamuacha nifanye hii ndio nikule kazi ya matatu. Na nikafanya nikamaliza, nikaingia kazi ya matatu. Nimeachana na kazi ya matatu wakati Michuki amekuja mambo ya kufagia Mungiki kwa barabara. Nilikuwa na rasta 6 kwa kichwa. Hiyo time nikashikwa. Sasa zimekuwa nyingi. Zikakuja nikashikwa, zilikuwa zinanyolewa na chupa hivi. Ninyi ndio mnaharibu barabara. Nikaamua hii tena si maisha. Nikaanza sasa kushona zile shanga za mkono, vibeti zile zilikuwa za beads. Na nikajelea kutoka hapo. Sikurudingi mambo ya crime na sikurudingi story yote ya barabara. Sasa nikaanza sasa hizi initiative tunafanya since that time. Kuna swala umetaja na nafikiri labda unajua kuna lugha ya Sheng na sijui kama kwa ufafanuzi umezungumzia swala la mortgage ni tunayoijua sisi ya kuuza nyumba ama labda ni lugha ya mtaani inamaanisha nini? Mortgage ni ile Mungiki sasa ile wenye watu wamezoea kitambo. Ile cult. Okay. So hiyo tunaona tu tukaingia hizo mafunzo nikaona tena hiyo si mali ninafaa kukua cause mafunzo yenyewe yako pale ni different na Kenya iko kwa mind yako. Even though nilipitia stages kadhaa. Nilikuwa hivi nilibakisha stage 2-3 ni qualify. Nikaamua acha nitoke huko, acha niendelee na maisha mengine. Ndio mimi. Naam. Kwa hivyo unahisi kustofikisha kile kiwango cha mafunzo ambacho labda ungeweza kuingia kwenye hilo kundi ilikuwa ni baraka kwako ama unawaza labda unatamani ungefika hicho kiwango ukaingia kwenye hayo maisha unapotazama nyuma kwa sasa? Sisemi ningekuwa pale pazuri because once in the street kuna kitu tunasemanga we have nothing to lose but you have something to lose. Mimi sina shamba, sina nyumba, sina ile nyingine. Wakati hizi vikundi zitakuja kusemekane watu wanaenda kufanya operation mahali, sina second thought ya kujua nina ndugu yangu pale, nina dada yangu pale.
So to me nasemanga ni baraka. Because kama ningeendelea kuwa hapo, wale wanatutegemea kwa street na wale tumesaidia kutoka kwa street hawangepata the chances ambazo tungekuwa nazo. Asante sana Peter na Kennedy. Tutakuwa tunarejea kupata zaidi sasa kuingia kwenye changamoto ambazo mnazipata na watoto mnaowasaidia mitaani. Mmeeleza historia yenu na sio kila historia inafanana, na hakika kuna historia ambazo ni tofauti za watoto wanaorandaranda mtaani ambao wamejipata kwenye nafasi hiyo. Na labda kwa kumshukuru aliko kote, iwapo ipo haya amekwenda mbele za haki, Pastor ambaye alikuokoa, Mungu ampatie baraka zake nyingi, kwa sababu hakukata tamaa na wewe na wengine licha ya visanga ambavyo mlimfanyia mara kwa mara. Mtazamaji, tutakuwa tunarejea ndani muda usiokuwa mrefu na kusihi usiende mbali. Tutakuwa tunaendelea na mazungumzo haya hivi punde. Karibu tena mtazamaji, shukrani kwa kuendelea kusalia nami nikiendeleza mazungumzo studioni kuhusiana na maslahi ya watoto wa mitaa ama wanaowaita watoto wa kurandaranda mtaani, na nahusisha wadau wawili kwenye mazungumzo haya ambao ni kiungo muhimu kwenye kuelewa maisha ya mtoto anayerandaranda mtaani, ikiwa wao wenyewe ni watu ambao wameishi mitaani kwa miaka kadhaa na hadi kufikia kipindi ambapo wakapata kunusurika kutokana na hali hiyo, na changamoto ambazo wamepitia huenda zikawa tofauti na wakati huu, lakini zinafanana na baadhi ya watoto ambao wamejipata kwenye mitaa. Namhusisha Peter Ndiboye ambaye ni mwanzilishi wa shirika la Zero Street Child Foundation na pia ni mtetezi wa maslahi ya watoto wanaorandaranda mtaani, na pia namhusisha Kennedy Chindi Otieno maarufu kama JJ ambaye pia ni mojawapo wa watu ambao wanatetea maslahi ya watoto wa mitaani na pia tu ni mtetezi wa haki kwa jumla. Karibuni kwenye sehemu ya pili. Asante sana. Na sehemu ya kwanza ilikuwa na hisia nyingi kwa sababu tumepata kusikia historia zenu na zilikuwa na huzuni mwingi na changamoto ambazo tunaziona moja kwa moja katika taswira ambayo imetokana na historia ambazo mmetupa za watoto wanaorandaranda mtaani. Labda kwa kueleza sababu, kwa sababu taarifa yako na yake hazifanani, historia yako na yake haifanani, na ndipo labda kuna visa tofauti ama mazingira tofauti ambayo huchangia watoto kujipata mitaani. Unaweza kutaja zile unazoweza kuzikumbuka, alafu labda Peter pia ataongezea. Okay. Kuna mambo mengi ambayo inasababisha hawa watu kuja mitaani ama watoto kuja mitaani kurandaranda. Kuna sababu nyingine ya kwanza ambaye ni familia kuvunjika, broken families. Unapata ni single mother ambaki peke yake, uwezo wa kusaidia hii jamii yote inakuwa ngumu. Sasa mwingine anaona wacha pia mimi nikajitafutie. Alafu pia hali ya uchumi imekuwa ni mbovu zaidi. Sasa unapata mama haizi kuwezesha kuweza kusimamia watoto wote, labda na watoto 4 5, inafaa waende shule, inafaa wakule, na labda saizi kibarua anafanya. Sasa nakupea mfano wa wale wanaishi kwenye vitongoji duni. Kibarua anafanya labda ni 200. Hii 200 ndio chakula, ndio mavazi, na ndio bado rent ya nyumba. Kitu nyingine ambayo imechangia sana, tuseme sasa hivi karibuni kuanzia 2024 baada ile mafuriko ambayo ilifanyika na baadaye serikali ikakuja ikaanza ile ubomozi wa manyumba kwenye mitaa ya mabanda, ilisababisha idadi kubwa ikaongezeka ya watu kwenye street, watu wakubwa na watoto. Juu ulipata familia mingi, nyumba zilibomolewa, na labda hapo ndo wanaweza kuishi. Kwenda kwa nyumba nyingine hawezi mudu hizo gharama. Sasa inabidi mambo yote ni kuenda wapi? Na tukifuatilia historia mingi tu ambayo tulifuatilia, vile si ufanya kitu inaitwa data collection. Unapata mzee alipona kumeenda hivi, ikabidi yeye labda akimbie nyumbani ama akimbie sehemu nyingine, aone mali rafanya nini ataweza kupata mali, anaweza kupata hali ya maisha nyingine.
Na labda pia mama pia naye akaona acha pia mimi nikajikinge. Na sana sana unajua mama ndio ukimbia na watoto. Labda mali amejikinga ni nyumba pia kuna familia nyingine. Sasa unapata labda hii familia iko hapo, hii familia yake shule haiwezi enda kwa vile mali walikuwa wameenda kwingine. Hali ya maisha imekuwa ngumu. Sasa inabidi nini? Wataongezeka kwenye mitaa. Nyingine pia ni kuna vitu kidogo sana wafanya hawa watoto wanakimbia kutoka makwao. Kuna mwingine unapata alichukua shilingi 20. Kuchukua shilingi 20 ile vita alikuja akapigwa na mamake. Inabidi sasa yeye mwenyewe afanye nini? Atoroke. Juu hiyo kitu kidogo tu unampata kwa mtaa. Na kishafika kwa mtaa atapata pia wengine wapi wako kule. Na kishapata wako kule wakishashikana hapo sasa yeye kurudi kwake nyumbani itakuwa shida. Na sasa pia unapata pia wazazi wengine negligence na carelessness. Yeye akishaona yule ametoka hata jishughulisha kwenda kufanya nini? Kwenda kumtafuta. Sasa huyu amewachia watu kama sisi. Sasa sisi ndio wanatuchukua, unapata wanatuita anko, kuna wale wanaita guka, kuna wengine wanaita father. Juu sasa ushachukua sasa umekaa nao mkaa wako. Labda kwa kuongezea iwapo kuna kitu ambacho Kennedy hajagusia, lakini pia umuhimu wa mapenzi kwa mtoto, kwa sababu nafikiri kutokana na historia yako ya kwamba uliiba vijiko kadhaa vya mama ukauza, akakufunga kamba kukunyonga, ukanusuriwa na jirani, na anavyoeleza Kennedy kwamba baadhi ya wazazi wanakosa kujali ama kuwapa mapenzi watoto wao kiasi cha kwamba labda aidha anamwadhibu kupita kiasi na kumfanya kutoroka nyumbani, ama anakosa tu, anamtelekeza tu kwa kukosa kujali. Kuna kitu moja hiyo wenye ametaja ya wazazi. Unapata pia tuna parents wengine hawafikiri watoto wao. Na si shida ako nayo. Ataachilia ule mtoto aanze kujiingiza kwa hizo stories za drugs na end up kwa street. Right now kuna wale tulikuwa tunafanya hizi stories za data na ukiuliza mtu kwao na upata environment yenye yuko hata unashindwa unafanya nini kwa street. And then kuna ingine ya influence. Ka group fulani unapata kanaenda hivi kakikuja area kama Mathare ama Korokocho, kanachukuana na vijana wengine hivyo kwa yule mtoto wa kwa idol. Na parental guidance, mzazi aangaliza mtoto wake. So ule mtoto leo utapata anaanza kuingia kwa nyumba 5, ameanza kuingia 6. Kesho 7. Na haulizwi. Mzazi amuulizi. Hiyo time nyingine usikie mtoto anaingia 8. Hiyo time nyingine mtoto alilala nje. Mama anapatana na mtoto asubuhi. Wewe ulilala wapi? Lakini si umerudi kwa nyumba. Na hiyo story inaishia hapo. Inachangia a lot mtoto kwenda kwa street. Ingine economy nowadays imetufanya tunaita poverty on our back. Imebeba watoto wengi sana na wale wazazi wenye hawana makazi, ikafanya watoto wana end up kujitafutia vyakula hizi leftovers za mahoteli. Huyo mtoto msho mtupu hatarudi pale. Sasa angalia ile generation tuko nayo. Tuko na mtoto wa 4 years, tuna wa 3 years, kuna 5 years utampata akivuta jet fuel. Na ukimuuliza kwa wapi? Ni hapa tu. Nina hapa tu. Mama yuko wapi? Ameenda shughuli zake. So hizo zinafanya watoto wanakuwa wengi kwa street. Na hiyo pia mambo ya mimi nioe bibi mwingine, ule bibi nimeoa kwa na watoto, mimi na bibi nimeoa tuelewani, chuki zinaenda kwa watoto. Wale watoto tena wanatoroka, wanaenda tena kwa street. So street inazidi kuongezeka. Yeah. Labda kwa kusalia kwako Peter, ukizungumzia swala la mazingira, nafikiri umetaja kwamba kuna baadhi ya watoto ambao ukiangalia labda hawatoki mazingira duni ambavyo kwa sababu mtazamo ni kwamba watoto wanaokuwa mitaani aidha hawana wazazi, ni mayatima, na familia ambazo zimesalia kuangalia zimewatelekeza, ama labda wazazi wametengana kama alivyotaja Kennedy, ama ni mtoto wa mzazi mmoja. Lakini umetaja kwamba kuna baadhi ya watoto wanajipata mitaani licha ya kutoka mazingira ambayo sio mabaya, yani sio ya kukosa hadhi. Labda sababu ambazo zinachangia kwa watoto wa aina hii kufika kwenye mitaani zipi? Number 1 hiyo influence na zile vitu wanapata pale, like kuna hizo jet fuel, kuna MC, hiyo jet fuel ndio MC.
and then utapata kuna hizo ma white sugar, ma brown sugar, kuna weed. Ule akishafika pale, maybe mtoto wa Bombay hajaivuta weed, akishapiga puff 2-3 zinambeba, inamuonesha ako poa. Akishakunywa hizo ma brown sugar na brown sugar, ule anaona maisha iko sawa. Ile mentality ya kurudi kwa nyumba inamtoka. Mama yake ama baba yake hamtafuti ama kuja kuangalia nini unafanya kwa street. Ule mtu akishachapa 1 week utamwambia rudi nyumbani. Maisha asha adapt. Tofauti ya mazingira ya mtaa yenyewe, bali na masuala ya uchumi ambao umeyagusia, labda tuseme mihadarati inayotumika kama sasa hivi amezungumzia mambo ya brown sugar na vitu vingine ambavyo amevitaja, labda katika mihadarati iliyopo sasa katika nyakati hizi, katika mazingira na pia katika tu masuala mengine yanayochangia ama maisha ya kwenye mitaa, kipi kimebadilika ukiangazia historia ambazo unaziona kwa watoto wa sasa wa mitaani na ulivyopitia wewe, labda napita, tofauti ni zipi? Tofauti ile iko wakati huu, hiyo mihadarati imekuwa mingi sana. Na imeachiliwa mpaka watoto wa umri ndogo wanaweza ifikia. Kuna hiyo inaitwa jet fuel. Jet fuel ni mafuta ya ndege. Na mafuta ya ndege mali inapatikana ni kwa kiwanja ya ndege. Sasa wewe mwenyewe unashindwa, hata si wenyewe ambaye tumekaa kwenye hiyo field tunashindwa ni aje hii ufika wapi kwenye mitaa. Kwenye mitaa. Na inauzwa na serikali pia inajua, polisi pia wanajua. Na inaharibu. Inaharibu. Siku hizi sana sana watumii gamu. Siku hizi wanatumia hiyo jet fuel. Alafu bado kuna tembe zingine, kuna hizo ma blue, ma white, ma yellow. Zinapatikana virahisi sana. Kwa hivyo sasa mihadarati zinapatikana virahisi sana mitaani. Sana sana tuseme, unaona kama mitaa ya Mathare, hizi mitaa za vibanda zinapatikana sana. Kitu nasema Mathare sana. Mathare ndio ni kama headquarter ya vijana wa mitaa. Juu hapo atapata hizo mihadarati. Na mahali pa kujikinga kwa kulala, kwa kujificha atapata. Kitu nyingine tena, kuna hii jamii yetu ambayo iko Isili. Alafu unajua wengi wao wagane wana roho safi. Sasa hao vitu kama vyakula hivi ni rahisi yao kupeana. Sasa hiyo mimi nasema Waislamu ni rahisi sana kupeana vyakula. Sasa unaona inafanya hao vijana wa mtaa wanakuwa wako hapo hivyo wengi sana. Juu kitu kama ya kula itakuwa rahisi sana afanye nini? Kupata. Naam. Peter, unakucha kuongezea ni kipi kuhusiana na nini kimebadilika kwenye maisha ya mitaani, aidha katika mihadarati ambayo inatumika, katika mbinu labda pia za uhuni ambazo zinatumika, na katika tu mazingira labda pia ya kujipata mitaani, kwa sababu nyinyi nyote mmeelezea kwamba mlitoka kwenye familia ya mzazi mmoja na labda mambo yakawa magumu zaidi ama yako inachanganyikana kidogo na utepetevu wa mzazi, lakini cha mno zaidi mazingira. Tunaona watoto wanazaliwa ndani ya mitaa. Yapi yamebadilika kwenye mazingira ya mitaa? Vitu mingi zimechange. Because ukiangalia enzi yetu tukivuta, tulianzia na petroli. Petroli iko everywhere. Na glue yenye sisi tulivuta, tulikuwa tunavuta genuine glue yenye unaweka kwa kiatu inashika. Glue yenye hata utapata mtu na hiyo chupa akivuta sahi, hata uweke kwa karatasi ushikanishe kwa ukuta ilizishika. Kwa zimechanganywa na petroli na hizo diesel. So ule hata akivuta inaumaliza nguvu. Tatu utapata kwa street sijui hata niache kutumia jina ya zombie. Utapata kuna wale mseme amevuta glue lakini ako tu nikatetema fulani tu ako tu za hivi. Cause amevuta ile glue imemwharibu joint za miguu. Ule msee ataanza tu ni kujimwagia mate. Asipopata mtu akupea kitu ya kukula hata tembea. Kuzishamaliza hata nguvu. Akuja sasa make it worse, achanganye na hiyo jet fuel. Na swali kubwa ni hiyo, juu sisi tunajua airport ndio kuna petrol station. Even though maybe kwa mtaa maybe kuna ndege za kutembea na miguu zenye masafara wanavuta. Hiyo jet fuel utapata inatumika pale. Tukitafuta kwenye imetoka, it's a wrong story na uko. Cause iko na wenyewe.
Tukikuja kama hizi madawa nowadays ni expose. Utapata like if place inauzwa chakula, mtu wa dawa kwa hapo. Na ukimguza shida kubwa umejiwekea. So unapata sisi tukitafutanga hizo madawa ilikuwa una struggle sana kupata. Cause mimi nikiwa Mathare ningeendea dawa hata Buruburu. Sasa ziko hapo. Na administration tu ziko hapo za machifu. Nyumba 10 tu ziko hapo wanajua Kenya na happen. Lakini ile kitu inaniumanga sana, mwenye anauza hizi mihadarati watoto wake watumi. Watoto wake ndio wanauza. Iwe ni weed, kuna base hapo. Dawa, kuna base hapo. MC ziko hapo. Lakini kupata mtoto wa huyo mama ama huyo baba mwenye anauza akitumia, makosa kubwa sana. Nyinyi kama wanaharakati wanaotetea maslahi ya watoto wa mitaani, mnafanya utafiti kama mlivyosema, mnakusanya data na mnajua baadhi ya mashimo ambayo yana uozo ambao mnauzungumzia. Kuna ushirikiano gani mlionao nyinyi na maafisa usalama, na wao mara nyingi mnapowapelekea taarifa kama hizi, labda tuseme wanakuaje, wanazifanyia kazi ama zinakuwa tu ni stories zinasalia? Kennedy. Kwa kusema kweli, mengi imekuwa ni hadithi. Juu imeshakuwa ni kama ni biashara halali. Kuna vile wanalipia kodi. Wewe hata uende uzungumze kule, atakuja na chukue kodi yake na afanya nini? Na sasa wewe kitu unaogopa kwenda kule, atarudi amwambie muuzaji niliambiwa na JJ. Sasa wewe uko hatarini juu saa yote uko kwa nini? Kwa mtaa. Na pia anaweza kupiganisha na hawa wa vijana wa mtaa wale wakubwa. Ndio kuna sasa wale wameshakuwa wakubwa, hauwezi wa control. Ambapo sasa wameingilia mpaka uhuni. Hatukatai kuna wale vijana wa mtaa wale wako kwa uhuni. Unapata amevaa kimtaa lakini ni muuni. Kuporapora watu kwa barabara hapo. Sasa unaweza pata huyo muuzaji, ukienda useme jina lake kule, atakuja ambiwe ni wewe ndio ulifanya nini, alafu akuseti na wale. Kwa hivyo sasa tunaona pia sasa na wanajua na mnaonaga peupe wakienda wakitoka hapo, wakienda wakichukua na wakitoka. Na kwenye mikutano hizi zingine si ufanya nao na administration na polisi pia, si uambiaga naji hizi vitu ziko hapa. Ukisikia madichifu anasema hata mimi najua ziko, lakini sasa pia mimi sina uwezo. Inabidi sasa mna kimya tu hivyo. Peter, cha kuongezea, kwa sababu naona Kennedy amezungumzia hali ambayo inawakumba wakati ambapo mnajua uozo uko wapi, lakini katika kukabiliana nao. Sisi kuna kitu tunaitanga voice of voiceless. We have a voice to talk, but voiceless, hakuna mwenye ana respond on it. Cause hakuna mtu ajui kenye inaendelea mambo ya mihadarati. Cause venye unasikia nimesema mara ya kwanza, huyu akiuza nikuje niongee mambo yake, kuna mwingine ako juu yake. Na huyo kuna mwingine ako juu yake, na huyo kuna mwingine ako juu yake. Mtandao. So unapata ni network. Sisi hatuwezi ivunja. Lakini kenye tutafanya ni kuprevent huyu mtoto mwenye anaamkia pale. Tuone vile tutastop kwenda pale. Because all in all, sisi ni wanyonge na sauti yetu wale wanafaa kuwa kifanya hiyo ni iguze tu kidogo. Like unapata kuna hiyo ofisi yenye inafaa kushughulikia mambo ya street family. Hiyo ndio inafaa kuwa iki-advocate about these things. Tuna nakada ambayo inafaa kuwa iki-advocate about mihadarati. So mimi nikitoa sauti yangu, mimi ni mnyonge. So nitafanya ile kidogo nitaweza, ndio kujulikane mwingine, like wewe ujue na mwingine ajue kuna hii shida. Na ladha mashirika kama Nakada yamefanya, kwa sababu mmekuwa kwenye shughuli hii miaka zaidi ya 20 na nafikiri miaka zaidi ya 10,
Mmeona katika shughuli zozote labda za mamlaka kama hizi za kimakusudi kutaka kuja kusafisha mitaa kutokana na mihadarati? Kwa sababu tunaona wakifanya operesheni za chang'aa, operesheni za baa na kuuza pombe haramu. Kumekuwa na operesheni zozote kwenye miaka ambayo mmekuwa katika shughuli hizi za kusafisha mihadarati kwenye mitaa? Kennedy. Kusafisha mihadarati kwenye mitaa uwaga ni kama ile kuweka pasia. Kuweka pasia kwa jinsi hii, wanakuja jambo ni kuja kufagia mihadarati, lakini kuja kwa dakika hiyo wakaa hapo hivyo masaa mawili, warudi wafanya nini? Waende. Na wanapoenda tu hivi bado zimerudi hapo hapo. Nakumbuka kuna wakati waziri ambaye alikuwa wa interior alikuwa anaitwa Lelenko, ambaye sasa nafikiri ni governor. Alikuwa minister for internal affairs. Alikuja huko kwa Mathare na mitandao yote ikaonyesha kweli amefagia hiyo pombe haramu. Kuna NTV reporter wao alikuwa mbaki nyuma. Anafika tu kwa gate ya Kenya Air Force hivi, NTV huyo reporter wake alikuwa amebaki nyuma, anaripoti majiko zikirudishwa tena. Na station zingine zimeripoti amefanya nini? Amefagia mpaka zimetobolewa zote nini, hizo mavitu zote zimemwagwa. Lakini kuna vile audio vile wanacheza. Hata kwa kuangazia dhulma ambazo Kennedy amezitaja mitaani, ni dhulma zipi ambazo zinatekelezwa mitaani? Kwa sababu kuna wakati umezungumzia kwamba kuna baadhi ya dhulma ambazo hutekelezwa, na katika kutetea haki mnatetea haki pia za wale ambao wapo mitaani ili wasidhulumiwe. Labda unaweza kuzungumzia baadhi yazo, alafu Kennedy atakuwa anaongezea. Dhulma ni nyingi. Kwa hiyo unapata nikizungumza from the wale watu tunashughulikia. Usiku utapata masafara wamelala, watakuja wachapwe, wachome mpaka vitu zao za kulala. Hamfai kulala hapa, hamfai kukua hapa, lakini hujampatia pa kuenda. Kuna hizo harassment za polisi na kuna mtu atashughulika. Huyu mtu like amekuja amegonjekea hapo ama amechapiwa hapo, amekuwa na hizo internal, hakuna mtu ataangalia hiyo. Wasichana unasikia kila saa watateta, tunarepiwa. Kuna kitu ilifanywa na documentary fulani tulifanya na TV47 ya wasichana. Unapata wanasema mimi narepiwa na polisi, na kwa zinaogopa kupelekwa jela inabidi nikubali. Na hii story tukafuatilia huko, ikakunywa maji hivyo. So dhuluma ni mingi, haswa kwa wale watoto wanalala nje. Ikikuja kwetu sisi watetezi ni kichapo. Tunajaribu kufanya haki, lakini inakuwa ni vita kubwa. It's like juzi tumefanya hii mazishi ya vijana. Lakini yale mambo yalikuja kutupata, even I was shocked. Tumefanya vitu kuona zile vitu zinaendelea kwa street, na tunataka Kenyans wajue kuna hizi challenges, lakini Mungu ni mzuri. Ambao wanafaa wakifanya hii department walienda against kazi yenye sisi tunafanya. So nikageuzo mulipatia watu sumu, muliua. Na every person amezikwa, alipelekwa hospitali, record iko, ambaye amekuwa mortuary record iko. I was shocked na kuwa summoned by watu wa homicide. Baka nikashindwa kuna makosa gani tumefanya. Na ikikuja tukuangalia ni ile tu kitu tunajaribu kuprevent. Na mtakuwa tunaangazia zaidi kuangalia sababu ambazo zilitajwa kwenye upasuaji kuhusiana na kusababisha vifo vya watoto wa mitaani. Na pia zaidi kuna mpango ambao serikali imekuwa ikitangaza kuendeleza katika kuwaleta watoto ambao wapo kwenye makao ya watoto, na pia labda watoto wa mitaani kwenye mazingira ya nyumbani. Labda mpango huo mnahisi utasaidia katika juhudi ambazo mnatia
kuwaokoa watoto wa mitaani na kuwaleta kwenye mazingira ya familia, unaweza ukawa na mchango wote katika juhudi hizo au la, na pia labda katika kuangalia tu ni kipi ambacho watoto wa mitaani wanahitaji katika kuhakikisha kwamba either tunaondoa janga hili la kuwepo na watoto wanaozidi kwa idadi kwenye mitaa, na pia labda zaidi kwa kusaidia wale ambao wapo tayari mitaani kwa sasa. Lakini kabla ya kuingia madukani, turejee kwake Bramwel Bwire ambapo yupo katika eneo la wadi ya Kabras Magharibi ambapo uchaguzi mdogo unaendelea, na awali tulikuwa tumezungumza naye akatuonyesha kwamba shughuli ya kupiga kura inaendelea. Tupate tu bado muhtasari wa yale yanayojiri kwa sasa katika eneo la Kabras, na sio eneo la Kabras Magharibi pekee yake mtazamaji, ambalo linaendesha uchaguzi mdogo. Eneo la Isiolo na pia eneo la Mbeere pia ni baadhi ya maeneo ambayo yanafanya uchaguzi mdogo hii leo, na alifiwa kwamba tutakuwa tunaungana na Bramwel Bwire baadaye atakapomtafuta na kumpata, basi atakuwa anatueleza yanayojiri katika eneo la Kabras Magharibi kuhusiana na uchaguzi mdogo ambao unaendelea kwenye eneo hilo. Lakini kwa sasa napata fursa ya kutupa jicho madukani, nitakuwa narejea tena kwenye mazungumzo haya na pia kupata mawili matatu kutoka kwa Bwire, na kusihi usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, tukiingia kwenye sehemu ya mwisho ya mazungumzo haya, tutakuwa tunaangazia zaidi swala la harakati za kuwaingiza katika mazingira ya familia watoto ambao wapo kwenye makao ya watoto, na iwapo mchakato huu utakuwa unagusa watoto wa mitaani au la, iwapo kuna shughuli ambazo zinaendelea kuwafikia hilo, na pia cha mno zaidi kuangalia kipi ambacho wanahitaji watoto wa mitaani na sababu ambazo zinatajwa kuchangia vifo katika watoto wa mitaani kwenye upasuaji wa maiti ambao ulifanywa kwenye maiti ambazo zilikuwa zinazikwa hivi majuzi, maiti 15 za watoto wa mitaani. Ni swala ambalo linaendana na yale ambayo walio katika mitaa wanayaona, ama ilikuwa labda ni tofauti na utafiti ambao wamefanya wao? Tutakuwa tunaangazia hayo hivi punde, lakini mwenzangu Bramwel Bwire naarifiwa yupo katika eneo la Kabras Magharibi. Tulikuwa tumezungumza naye awali ambapo uchaguzi mdogo unafanyika pale, akatupatia mawili matatu kuhusiana na yanayojiri kwa sasa, na amehama eneo la Kabras. Atatuambia mwenyewe yupo wapi, lakini anafuatilia uchaguzi mdogo katika eneo la Kabras na atakuwa anatueleza zaidi yanayojiri. Bramwel, kwako. Shukrani sana Hadia. Jinsi nilivyosema ni kweli kwamba awali tumekuwa katika ile shule ya msingi ya Bulupi. Sasa tumesonga kama kilomita kama 13 hivi. Tupo katika eneo hili la Mayuge. Hapa mahali ambapo tupo ndo sehemu aliyopiga kura yule mgombea wa chama cha DCP Mheshimiwa Bramwel Wekesa Haemba. Hapa tumeshuhudia kivangaito cha aina yake. Unavyoona haya ni magari ya maafisa wa polisi. Nazungumzia magari kama 5-6 hivi ambayo sasa ameshaingia hapa. Nazungumzia maafisa wa polisi takriban 44 hivi ambao wamefika hapa. Maafisa wa polisi pamoja na kikosi cha jeshi wako hapa kuweza kuhakikisha tu kwamba kuna kitu ambacho kinafanyika hapa. Ni lengo la kuhakikisha tu kwamba kuna hali ya usalama. Anavyoonyesha mpiga picha wangu hapa Mumu Munuve ni kwamba jengo hili ambalo liko mbele ya kituo hiki cha kupigia kura cha Mayuge hapa Kabras Magharibi ni kwamba kulikuwepo na tuhuma za vijana. Kundi la vijana walifika hapa wakiwa wamebebana katika pikipiki tofauti. Wakasema kwamba mlango ule wa 3 ulikuwa na watu pale ndani ambao wakatoa madai kwamba katika mlango ule wa 3 kulikuwepo pale na watu ambao walikuwa wanawahonga wapiga kura waingie katika kituo hiki ili waweze kupiga kura zao. Hatujajua kwamba walikuwa vijana kutoka mrengo upi, lakini kufuatia yale madai yaliyotolewa asubuhi na yule mbunge wa eneo hili David Ndakwa ni kwamba eneo hili ambalo linaaminika kuwa ni ngome ya Bramwel Wekesa Haemba ni sehemu ambayo imekuwa ikipigiwa upato sana kuwa ni sehemu alikotarajia huyu mgombea wa chama cha DCP kupata kura nyingi. Lakini unavyoonyesha vile vile katika kutokana na idadi ya maafisa wa polisi inaonyesha kwamba hiki ni kituo ambacho
kitakuwa kinafanywa, kitapigwa darubini kwa karibu sana kuweza tu kujua nini cha mno ambacho kinaendelea hapa na nini ambacho labda kitakuwa kinazalisha matunda hapa. Lakini labda naomba niweze kusema na labda mmoja wa maafisa ambaye amekuwa hapa, utueleze labda nini ambacho kumeshuhudiwa vijana hapa wakiweza kuleta vurugu, wakiweza kuibua madai kwamba kuna visa vya hongo. Je, nini ambacho nyinyi kama wale agents ambao mko hapa, nini ambacho mnaweza ripoti kutokana na kisa kile? Asante. Kwa majina naitwa Bethwel, mimi ni Mheshimiwa Bethwel. I'm the regional coordinator wa Nyanza chama cha DCP. Leo hii nimekuja hapa kuhakikisha deputy party leader wangu ambayo ni Cleophas Malala na yule ambayo ni candidate wetu wa chama cha DCP ambaye anaitwa Bramwell Ahemba, that tumeweza kufanya nini kuhakikisha hii kiti tumeleta nyumbani. Lakini cha kushangaza ni kuwa hapa mali tuko ni Mayuge polling station. Tumepata kuwa habari kuwa kuna wale ambayo viongozi wa UDA ambayo wamekuwa wakitembea na pesa, wamekuwa wakipeana pesa kwa wale ambayo wapiga kura ili waweze kufanya nini, waweze kupigiwa kura. So there is money being issued out, and that is what we are now doing. Me as my role as a coordinator, we are going all through the stations to confirm that is it ni ukweli ama ni uongo kwa ile jambo ambayo tumefanya nini, tumesikia. Yes. Labda kufikia sasa kwa vile vitu ambavyo umezungumzia yanasalia kuwa madai tu ama kuna ukweli ambao umepata kwamba, na labda kama umepata ule ukweli umewasilisha wapi? Kuna ukweli kama vile ambazo tayari tumepita, sitataja. We have to know, we have to get all our facts down. Lazima tuhakikishe tumedhibitisha kila kitu. But so far naweza kuambia that so far 2 stations we have confirmed that there is people who are linked to UDA and they are giving out what? Money. So I'm confirming the Mayuge. That is why I'm here. As we speak, I am at Mayuge and I have to confirm, nihakikishe kuwa hii ni ukweli ama ni uongo. Zungumzia idadi kubwa ya mapolisi ambao wameonekana katika kituo hiki cha Mayuge. Nini kama nyinyi kama mnaona kwamba labda huenda inatishia wapiga kura kuja kupiga kura ama ni nini? Labda madam soge hapa. If I talk about the security, ni kitu cha kushangaza sana. Hata kama sisi kama wapiga kura wanahitaji security, but this one is too much. Already we have 3 land cruisers ambazo zimefanya nini, zimeweza kufika kwa hii kituo cha Mayuge, ambayo ni kitu ya kushangaza sana. Hata wapiga kura tayari wanafanya nini, wanaogofia. Unaulizwa mbona kama polisi wako pale wengi hivyo, sababu ni gani? Kwa hivyo mimi ningeomba polisi, the officers, we have the officers in charge, we have their leaders, can they coordinate and make sure at least we need to make some respect for the voters. Ni wakati wao, ni siku yao, wapiga kura wa huku kuhakikisha wamepata kiongozi wao. Mambo na pesa haistahili fanywe nini. Kwa hivyo mimi naona ni kama serikali pia inatumia nguvu ambayo haistahili. Yes. Acha tumpe madam hapa vile vile utueleze jina lako na labda wewe umefika hapa kwa niaba ipi, wewe ni mpiga kura ama wewe ni mwangalizi wa chama cha DCP, na labda je, unazungumziaje wingi wa maafisa wa polisi ambao wanaonekana katika kituo hiki? Jina langu ni Karen na mimi ni Secretary General wa chama wa county na Nyanza region, na kusema ukweli tulipata habari kwamba kuna watu ambao wanapeana pesa hapa, na si hapa peke yake. Tumekuwa tukipigiwa simu kwamba watu wanapatiwa 500 alafu wakifika pale ndani wanasema hawajui kuandika. So kama hajui kuandika, the agent pale wa UDA anaenda ana confirm na kwamba wamevote, alafu sasa hiyo 500 imekuwa catered for. So vile tuliambiwa hivyo tumekuja pole na tukakuja kuangalia. But sasa cha kushangaza zaidi kwanza kwangu mimi kama mama ni kwa sababu ya security ambayo iko hapa. Wamama unajua ni watu waoga, na wamama saa hii ndio saa yao ya kuja kupiga kura. So wakiona security imejaa hapa ama vurugu iwe hapa, watakosa kuja kupiga kura. And you know, when your opponent anafeel kwamba anaenda kushindwa mahali fulani, huwa anatumia njama ya kuleta vurugu ndio watu wasije kupiga kura, because tuko na hakika kwamba candidate wetu wa DCP hii ndio stronghold yake, na hapa ndio nyumbani kwao, hapa ndio atapata kura nyingi, na hapa ndio kuna kura nyingi. So vurugu ikianza, kura itasimamishwa, watu watakosa kupiga kura, na itakuwa sasa kura hazijapigwa. That is a strategy of even rigging and even denying our people from coming to vote. So we are here to make sure that our people are going to vote in peacefully, and we are telling the security that we are peacefully. You have seen me talking to our people down here. So
Shukran sana. Ndo taswira ya mambo jinsi yalivyo hapa katika kituo hiki cha Mayuge. Maafisa washafika hapa. Navyozungumza kuna magari ya maafisa matatu yameegeshwa katika kile kituo. Nazungumzia zaidi ya maafisa wa polisi 30 katika kituo kimoja cha kupigia kura. Hiyo inakuonyesha tu darubini na hali ya taswira jinsi ilivyo katika kituo hiki. Lakini yote jinsi nilivyosema, tutakuwa tunafuata kwa karibu kuweza tu kujua nini ambacho kitakuwa kinajiri. Siku bado mbichi. Wapiga kura jitokeza hadi mwendo saa 11 wakati ambapo vile vituo vitakuwa vinafungwa. Lakini toka hapa ndo mambo yalivyo katika hiki kituo cha Mayuge. Hapa kwangu, kwako Hadia. Asante mwenzangu Bramwell Bwire kwa kutuletea jinsi mambo yalivyo kwenye kituo cha Mayuge kule eneo la Kabras Magharibi ambapo uchaguzi mdogo unaendelea, na hayo ndio yanayojiri kwa sasa, lakini tunaendelea kufuatilia kama alivyokuarifu Bramwell, na tutakuwa tunakujuza kila kitu kinachotokea kwenye eneo hilo kuhusiana na uchaguzi huo mdogo, na pia kufuatilia chaguzi zingine ndogo kwenye maeneo mengine na kukujuza kwenye taarifa zetu za hapo baadaye. Kwa hivyo tutakuwa tunaangazia hayo. Tukirejea kwenye mazungumzo ambapo tunaangazia maslahi ya watoto wanaorandaranda mtaani, kwa sababu ya muda labda tutakuwa tunaangazia mawili matatu kabla ya kutamatisha. Nikizungumza labda na Kennedy kuangazia swala la kuwaingiza kwenye mazingira ya familia ama reintegration ya watoto hawa ambao wanarandaranda mtaani, ikiwa kuna mpango wa kwamba wale watoto ambao hawana makao wako kwenye mazingira ya familia na waweze kuwa na ule upendo ama kutoka kwenye makao ya watoto. Hatua hii ambayo serikali inatangaza inaweza kusaidia vipi watoto wanarandaranda mtaani? Na pia cha zaidi, watoto hao wanahitaji nini? Kwa sababu unapotaka kusaidia mtu lazima ujue matatizo yake na ndio utajua mbinu ya kuweza kumsaidia. Okay, nikiharakisha kusema kwa ufupi pia ni ya kuwa hiyo mpango ilisemwa tu kwa msemo tu, ni kitu ambaye haifanyiki, na kama inafanyika na shirika chache sana na ama organization chache sana. Kuna organization inaitwa Dorothea Ma Sisters au kweli wanafanya hiyo reintegration, na nyingine pia wanaitwa Tree House wanafanya hiyo reintegration nao, lakini kwa kusema kweli hiyo reintegration haihusu watoto wa mitaa. Watoto wa mitaa au vile wako kwenye mitaa, hakuna vile serikali inawafikiria kufanya nini, kuwaondoa kwenye mitaa, kuwaunganisha na familia ama kuwapeleka sehemu fulani. Wale wanafikiriwa ni wale wako kwenye nini, ma-CCI, Children's Home tayari, ambayo wengi wao ni mayatima, wengi wao labda walikuwa kwa familia ambaye ilikuwa imezozana ama imetengana ama alipitia dhuluma zingine ndio akapelekwa kwa Children's Home. Lakini hao wa mitaa hakuna kitu inahusu hata kidogo. Na kitu hao wa mitaa wanahitaji ya saa, kuna ile umri ndogo ndogo, kuna hii umri ya kuanzia mwaka 1 mpaka miaka 5. Inafaa kama serikali kweli wana ile nia ya kuweza kuwasaidia, ni kuwachukua kuwapeleka sehemu fulani ambayo hiyo sehemu ilikuwa imetengwa kitambo, lakini haijajengwa miaka yoyote tangu 2004 wakati wa Karisa Maitha marehemu alijaribu, lakini sasa serikali zetu zimekuwa zikipeleka hivi, na ili hali kuna serikali, kuna ministry na kuna department ya kufanya nini, kufanya hiyo shughuli. Vijana wadogo wa kuanzia umri wa mwaka 1 mpaka miaka 5 hivi ama 6 wapelekwa sehemu moja, alafu wafanye kitu hiyo inaitwa reintegration. Baadaye wale wako na familia ama wale wako na uko fulani inaweza work. Na hii rika nyingine pia wachukuliwe wakipelekwa sehemu fulani, wengine wapelekwe shule kabla kuwa reintegrate kwa familia. Juu kuna rika nyingine labda kubwa zaidi, unafuata mtu alifanya visanga zingine kule nyumbani, hata kama si kubwa labda ndogo, lakini sasa kabla umrudishe huko, huwezi mrudisha tu hivyo, lazima uende ujue ni nini hasa ilifanya toke huko. Juu kuna wale pia wakuzaliwa kwenye mtaa. Sasa kitu wanahitaji zaidi ndio kitu tumesema wahusishwe, na wakuhusishwa ni wahusishe pia serikali, iweze kuhusisha pia wale ma stakeholder, si wale wana children's home, wale kama sisi ambaye tuna deal nao wapi kwa mitaa huko, ndio waweze kuja watu waambie ni aje namba ya wale wako kwa mtaa hapa ni wangapi, na tunaweza fanyaje ili tuweze kufanya nini kuwasaidia tumalize hii idadi hii. Unakumbuka vizuri sana Karisa Maitha alifanya jambo la maana, na kweli kwa ile muda alikuwa usukani iliisha mambo ya street family.
Naam, labda Peter, kwa kuongezea baadhi ya masuala ambayo ni changamoto, swala la kuwepo kwa ufadhili. Kuna wakati ambapo Kennedy amezungumzia kwamba ufadhili pia ukilinganisha na wakati ule labda umeenda chini. Ni yapi ambayo yamechangia hilo, na umeenda chini labda kwa kiwango gani? Una athari zipi katika watoto walio mitaani? Na pia sababu ambazo zilitajwa, wengi wanataka kufahamu kwenye taarifa za vyombo vya habari, kulingana na upasuaji uliofanywa na serikali na zile maiti ambazo zilikuwa za watoto wa mitaani, walitaja homa ya mapafu ambayo ni pneumonia na sababu za nyingine ambazo ni changamoto za wanazopitia mitaani kama sababu ambazo zinachangia vifo vya watoto walio mitaani. Hilo lilikuwa sahihi kulingana na utafiti wenu, ama kidogo kulikuwa na utofauti? Wacha nianzie hapo, cause zile mili ambazo tulizika si ati watu walikufa once. Tunakuwa na hiyo operation ya mabezi. Tunataka kujua nani yako hospitali, nani alipelekwa wapi, nani alipelekwa wapi. Since October hatujafanya burial. Na tukizika hawa watu wengi tulifanya hivyo kwa kusudi moja. Kuna hii inakuwa kwa national government, the Street Family Trust Fund Rehabilitation Center, ndio? Street Family Rehabilitation Trust Fund. Under the Ministry of Gender, yeah, Children and Social Protection. Tukakuwa wakati hao ni wagonjwa, tunapiga simu kwa ile ofisi at least wasaidie na story ya SHA. Kwa sababu tunaambia kupeleka safara kwa hospitali lazima kuwe na SHA. Tukiongea ukweli, this person hana 6,500 ya kulipa SHA. Na kuna hii department ambayo wangemetengwa ya kusaidia the street. Tukapiga simu wakiwa wasik, cause kuna wawili tulipata wako na kansa ya tumbo. Na tukaanza process. Kwa the journey akaaga. Alikuwa ni msichana na mwingine ni mtoto. Walipoaga tukapiga the same office. Tunaomba mtusaidie kufacilitate, tunamazishia hawa, tunataka wazikwe. Lakini lile jibu ambao nilipata, lazima body kae chini juu ya kitu inaitwa sanduku na transport. Tukapiga simu tena mara ya pili, that is hiyo time ya December. Hatukupata msaada. Tukafika January, zile mili bado ziko wapi? Kule kwenye morgue. Na watu wameenda process ya hospitali. Kama ni zile mili tulichukua Mama Lucy, walikuwa kwa ward, wamekuwa wagonjwa, wakakufa, wakaekwa kwa morgue ya Mama Lucy. Kama ni wa City Mortuary, ni wale wamechukuliwa kutoka kwa base, amekuwa mgonjwa wa pneumonia, anapelekwa hospitali. MSF ndio the first responder wetu, anapelekwa pale, asipo make it anapelekwa, akikufia hapo na washaangaliwa problem yakajukana hizi pneumonia, tunampeleka, anapelekwa police station juu ya OB na barua ya hospitali, anapelekwa kwa morgue. So kwa ile harakati tukakuwa hatukupata any support from the office. Ili tugharimu sasa kuenda an extra mileage kutafuta politicians. Current MCA wa the area ituambia ya Dilingi na Chokora. Kitu ikatuma zaidi. Tarehe 18, I remember very well, nilipigia the CEO wa the Street Family Trust Fund. Mpaka nikamtumia message na admission za au marehemu wote tumekuwa nao kwa morgue. Tulipoona mambo imekuwa ni worse na hakuna shirika ambayo inakuja, that's why tukaenda up kwa Honorable Agnes Kagore. Tukamwambia mama, wewe ni mzazi na wewe ni mzazi wetu, tusaidie kwa hii janga ambalo limetupata. Na which aliitika, kuzi mzazi anaitika, mama anaitika wito wa watoto haraka. Na akakuja in. So for us kuzika watu wote, to release the alarm, zile vitu zinaendea kwa street na hakuna wale wanaziangalia. So si tukasema kama politicians ndio atakuwa solution ya the street, tuende kwa politicians. Kama ile ofisi ambayo iko pale, cause issues haitakuwa ati cause Trump alisema mambo ya NGOs zisikuwe funded, trust fund that imo affect. Hii ni kitu inapata fund from the national government. Na ikishindikana, tumi nina request watu ile jina street
at least kuwe rehabilitation ya mass matter huko kuliko kutumia the street family jina na ufiki pale kwa wale. So, labda kwa sababu ya muda, kwa kumalizia, juhudi ambazo zinahitaji kufanywa na ambazo zinafanywa na serikali zinaridhisha, na iwapo haziridhishi, kipi ambacho kingeongezewa katika kuhakikisha kwamba tunasaidia kuwatoa watoto ama kuondoa kwenye mitaa? Kitu juhudi ambayo inafaa ifanyike na serikali, kuna sehemu ilitengwa 40 acres Ruai ya kutengeneza rehabilitation trust fund. Serikali si ati haina pesa. Ilikuwa hapo itengenezwe ili iweze kuchukuliwa watu wa mtaa wawekwe wapi, na ilikuwa iwekwe section tofauti ya watoto au umri, wasichana, wa kiume, kuwekwe mpaka vocational training na rehabilitation. Ingesaidia juu mtu akishakuwa hapo aende asomee kitu fulani, anatolewa, anarudi kwenye community, anajiendeleza kimaisha. Na hiyo ndio ilikuwa plan ambayo Karisa Maitha alikuwa nayo. Lakini sasa serikali haikuchukua hiyo na haijafanya hivyo. Kwa hivyo wakiweza kufanya hivyo, watenge sehemu, wajenge. Kuna hizi affordable housing. Affordable housing nashindwa hawa vijana wa mtaa, hawa watoto wa mitaa watapataje hizo affordable housing? Juu hao hakuna mapato wanapata, ndio wakati usijue utaingia hapo. Kuapply hawezi apply wengi wao. Sasa unashindwa, sasa inasaidia watasaidika kiviaje na ili hali hao ni wananchi. Kwa hivyo watenge sehemu, weka sehemu ya mafunzo, wajifunze, wakitoka hapo waende kwa community, wageuke. Na hiyo kutakuwa na watu kwenye mitaa. Naam, kwa kumalizia, labda maoni yako ni yapi, na pia kwa kugusia masuala ya ufadhili ambayo nilikuwa nimekuuliza awali? Wacha ni adapt. Kwa hiyo kuna hii section nyingine ya government wanachukua watu kazi mitaani. Tuna vijana kwa street wanaweza fanya kazi na wako na vitambulisho lakini hawapewi. Na tukuja department nyingine ya udhamini. Mashirika juu sasa hata tukishinda tukisema government ni mimi na wewe. Maybe kuna mashirika yako huko ambao wanaweza jitokeza pia kushikiana na sisi ambao tuko kwa society, ambao tuko kwa the same street, kujitokeza pia. Kuna shirika ambazo ziko na fund na maybe wako na hiyo roho ya kusaidia. Kuna project za kuempower the street family. Kuna hizo za kama ni NYS, vijana wanaweza pelekwa na watajoin na watafanya shughuli vizuri, na pia a different businesses. Na pia tuna wale wanataka kufanya hizo courses za mikono. Kuna wale wanataka hizo mechanic, beauty. Pia zile shule ambazo ziko na hii capacity wanaweza peana chance. Kumalizia kidogo, juu hii community ya street ni vulnerable. Na serikali ilisema hii vulnerable communities wanaweza lipiwa. Kwa hivyo serikali iweze kuchukua hawa street families pia kama vulnerable society. Kitu kama wajitokeze wawalipie, ili wakienda kwa matibabu waweze kufanya nini? Kutibiwa kwa haraka, ili tuzuie nini? Maafa ya siku zijazo. I think the best way to the government na to the president na leadership, wa implement Article 43, shelter, education, health, security na clothing for the street family, food na chakula. Even street family ni watu pia. Asanteni sana mtazamaji, nitakuwa natamatishia hapo mazungumzo haya kwa sababu ya muda. Yamekuwa mazungumzo yenye mchanganyiko wa hisia nyingi, lakini washukuru sana wageni wangu kwa kuja na kujumuika nasi. Nimshukuru Peter Ndiboy ambaye ni mwanzilishi wa shirika la Zero Street Child Foundation, na vile pia ni mmoja wapo wa vijana ambao wana historia ya kuishi kwenye mitaa hadi kujiondoa kwenye mazingira hayo. Asante sana kwa kuja na kwa kushiriki. Nimshukuru sana Kennedy Chindi Otieno maarufu kama JJ, ambaye pia ni mtetezi wa masala ya maslahi ya watoto wanaoishi mitaani, na pia akiwa ni mojawapo wa watu ambao wamekuwa kwenye mitaa. Asante sana kwa kuja na kwa kujumuika nasi kwenye mazungumzo haya na mchango wako kwenye mazungumzo.
Na mtazamaji, kufikia hapo nafika mwisho mwa taarifa za yanayojiri na mazungumzo haya kwa jumla, na nitakuwa nampisha mwenzangu Ian Keitani akiwa na Meresha Owiti pale wachukua uskani kwenye matangazo ya News Desk. Endelea kufuatilia taarifa zinazogonga vichwa vya habari, ikiwemo zile chaguzi ndogo ambazo zinaendelea kwenye maeneo mbalimbali kote nchini. Nimekuwa wako Hadia Mwasiwa. Hadi wakati mwingine inshallah. Kwaheri.